Niko mbele na Mzee Saidi. Mzee Saidi, mambo vipi? Bwana poa. Kwema kabisa. Namshukuru Mwenyezi Mungu nipo. Mambo yanaenda kama yalivyopangwa na Allah. Na umetulia. Una baya? Sina baya bwana. Mambo yanaenda. Mungu. Mzee Saidi bwana, jana tukishuhudia michezo kadhaa ilikuwa imefanyika, ukiangalia kule Zanzibar pamoja na hapa KMC. Tukianza na hii ya KMC. Mnyama Simba jana hakipenyana na Kagera Sugar, japokuwa imeshuka daraja, lakini kambumbu iliyofanyika ni la maana na Simba kupelekea kupata ushindi wa goli 1 kwa nunge. Unaizungumziaje mechi ya jana, ikiwa Kagera Sugar ilikuwa ni timu ambayo kwa wengi tulitarajia jana tuone magoli 4, 5, 6, 7 au 5 kama ile ilivyofanyika kwa Ken Gold, lakini Simba wameweza kupata goli 1 tu. Shida nini kwani? Kwani wewe binafsi unasemaje? So goli au ni goli, ila kwa ushindi mwembamba. Tulitarajia jana Simba anapiga ushindi mkubwa kwa sababu timu yenyewe ni timu ambayo tayari imeshashuka daraja kama Ken Gold. Pale pana mtoto wetu pale, unapiga magoli mengi ya nini? Unamzalilisha dogo kile. Mtoto gani sasa? Pale mdogo yuko pale anahangaika. Kaseja mtoto wenu. Yule si baradhuli wake tu kimbia akaenda kuingia Yanga kule. Angekaa kama Matola yule angepewa pale nafasi. Mimi sinaona kwamba sasa yeye mwenyewe tu tamaa za hela. Wewe utakoniambia ushindi wa jana mkutaka kushinda nyingi kwa sababu mna mwaneno upo naye pale. Alafu uliza kapangiwa kikosi gani? Mohamed Hussein hayupo. Sababu ya nini kupanga vile? Kwani si tunamaliza ligi? Tunamaliza ligi na kati bado kuna mechi moja. Wewe aliyekwambia kama kuna mechi moja nani? Kanuni inasemaje? Mnatakiwa vilabu vipo 16. Katika mzunguko zinatakiwa mechi 30. Simba kacheza ngapi? 31. Kwa hiyo kacheza 30 Simba. Yanga na yeye ana 30. Bado moja. Anacheza na nani? Simba. Hata mbona wanasema ligi imeshaisha? Ligi imeshaisha na watu wanakuambia walioshuka daraja wapo wameshaonekana. Sasa ligi gani nyingi? Nani anasema ligi imeisha? Kwani wewe hujasikia maneno? Usije ukasema Saidi, sio hujasikia. Wapi mechi imeisha? Subiri. Haya niambie. Tusidanganyane. Wewe umesema kwa kwamba ndio unayasikia kwangu. Ina maana tangu alfajiri wewe hujayasikia? Bado. Sasa ndio nakwambia ligi imeisha. Imeishaje? Hebu ngoja nikuulize. Wewe anayeshuka daraja hujamjua? Na nimeshawafahamu wote. Na wanaocheza playoff wapo bado. Si umeshawajua? Nimeshawajua. Sasa pana ligi gani tena hapo? Pana ligi gani? Mzunguko bado unaendelea. Mzunguko upi? Kwa hiyo 25 hamna. Wewe ujui bwana, wewe 25 hamna. 25 nani kakwambia hamna? Utafungwa. Wewe aliyesema utafungwa. Mimi nimekuja. Imeisha. Ligi imeisha ndio. Imeishaje na wakati bado? Swali langu kwako. Kuna vilabu vichache ndio vilivyomaliza. Sasa swali langu. Sawa, nani na nani? Simba na Yanga. Wawili bado hajamaliza. Ule mzunguko. Sasa ungesema hivi, wale wawili bado. Sio mzunguko hujaisha, wale wawili bado. Walikuwa wanasigana. Mzunguko wa nini? Hamna mzunguko. Wale wawili walikuwa bado wanasigana. Sasa tunakoenda wanataka kukubaliana, wanataka ile mechi mpaka ichezwe shehe ndio utaje. Hata wao kila mmoja anasema maneno yake. Mimi sitaki kutaja watu. Watu wanakwambia ligi haijaisha. Ligi imeisha. Kuna upande na walioshuka haijaisha. Na wengine wanavaa t-shirt. Walivaa t-shirt zimeandikwa hatuchezi ngo. Sasa hivi t-shirt zimetoka. Wanacheza. Yanga. Upande wako? Yanga wewe. Kwa upande wako anasemaje? Tunacheza au bado kimya? Upande mmoja wameshaandika t-shirt wamechapisha. Hatuchezi ngo. Tunacheza. Upande mmoja washakubali. Na maana upande huu wa kwanza wamekubali. Matakwa yao si yametimia. Sijui unanielewa? Kile walichokuwa wanakitaka tayari. Kile cha pili walikuja kukiamsha. Je, wamekipata? Wamekaa kimya. Bado. Au ndio wa Galatia? Yaani nyinyi mmekurupuka na kusema hatuchezi mnaenda nalo. Alafu wakasema tuwaondoe wa Tanzania sehemu waliokuepo. Wakakuja wakakwambia tunawadai TFF hela zetu za ubingwa. Sasa wamepewa hawajapewa, hawajatuambia. Wakati wanadai walisema hadharani. Sasa saa hizi wamepewa au hawajapewa? Na walisema hatuchezi federation. Sasa imekaa kimya, imepotea hii. Imekuwa t-shirt sasa tunacheza. Ndio nilikuwa nakwambia hao ndio wa Galatia.
Mtanielewa tu kidogo kidogo. Sasa mzee Saidi, unajua mimi kwa siku ya jana kikosi chetu cha Simba Sports Club ukija kuangalia pale Helie Mpanzu hakuwepo. Mohamed Hussein hakuwepo, Shomari Kapombe hakuanzia na Budo mwenyewe pia haliwekwa benchi. Sasa nini kilipelekea kocha mpaka kuweka wale kikosi kazi cha Ken Gold kilianza lakini kwa Kagera kilikuwa nyuma. Alikuwa amewaweka kwa sababu ya kufikiria dabi 25 au aliamua tu kuwapumzisha kwa sababu kuona inayo simeshuka daraja hata kikiweka kina cha Sambi wataupiga mwingi. Ile kafanya kurotate wenyewe wanasema. Walirotate. Nao wacheze. Ile ni kurotate tu. Mashine zote umezipumzisha. Huwezi kupumzisha wachezaji eti kwa ajili unaenda kucheza na Yanga. Wewe kama una timu nzuri una timu nzuri tu. Kweli? Kale kawapumzisha, wamepumzika. Umenelewa sijui. Waliobakia wamecheza, wamepata goli moja, wameshinda Simba, wamechukua point 3. Basi ndio cha msingi. Zile mashine zimepumzika. Sasa ukiniambia zimepumzika kwa ajili ya mtani wake Yanga, mimi siamini. Kama ni kweli waliwapumzisha kwa ajili. Ila ukiniambia kwa kwamba Singida alimfunga Simba kwa kumkwepa Yanga, hilo mimi nitakubali. Singida alimfunga Simba kwa kumkwepa Simba mwenyewe aliamua kuweka Yanga. Huwezi kuwafunga mara mbili kila siku nakwambia. Yanga huwezi kuwafunga mara mbili. Wewe mzee Said hapa kodi yako inaashiria kumbe mnyama hata jana hizi volcano zake aliziweka benchi kwa sababu anajua kuna kitu kikubwa kinataka kifanyike. Ndo maana yake. Kumekaa ukimya. Kwani sasa tumekaa kimya, kwani sisi tunaongea nini mechi ya kwetu? Sisi tunaalikwa twende uwanjani tukatandike kabumbu. Sasa kwa nini hatupati matangazo yoyote kutoka kwa nani wala msemaji kuhusiana na dabi? Maana jana tunanukuu maneno Ahmed Ally. Anasema kama litatokea tofauti au jambo lolote linalohusiana na dabi tarehe 25 mashabiki wetu tutawaelekeza. Upande wengine wa mashabiki my friends wanasema kwa nini tusielekezwe kama dabi ipo au hakuna? Ukimya unaashiria nini? Ikiwa kama mechi ya Simba na Yanga inaanza kuchezeshwa nje, yani mashabiki kuwa na morali na motisha wa kufanya hamasa na mambo mengine ili kuelekea kwenye mchezo. Lakini kwa upande wa viongozi wa Simba wako kimya kabisa. Labda mimi nikuulize, kwani wewe unaiona ina mvuto hii dabi? Inakosaje mvuto na haisharibika? Mvuto ni ule wa kwanza. Mvuto ulikuwa wa tarehe 8 na tarehe 15. Alafu hii dabi kaleta kelele mpaka bungeni. Umenielewa? Mpaka imesababisha watu wameitwa sehemu husika, sehemu nyeti. Sijui unanielewa vizuri. Sasa itakuwa ina mvuto gani? Hamna mvuto hapo. Kwa hiyo hata wakikaa kimya waende wakasambuane, wasasapuane, wavurugane, wamalize watoke. Sasa atakayefungwa ndio utaanza uvuto tena upya. Simlikimbia tukawafumueni. Mlikuwa mnajifanya nyinyi wajanja, tumewafumueni. Haina mvuto wote. Sasa hivi natafutwa zile kelele za baadaye atakayepigwa tu chuma kimoja. Kwa sababu labda tu nikwambie, hao Yanga wenyewe wamekaa kimya wana wasiwasi. Hao Simba wenyewe wamekaa kimya wanafikiria. Sasa Yanga mimi nimeshapigwa mara Yanga wako kimya na wakati wanajaribu kuagia hamasa mpaka jana msemaji wao Alikama wanawaambia wameshauza tiketi zaidi ya 30,000. Yule hata akisema sawa si mechi yake. Sasa wewe Simba unauza mechi 30 hizo tiketi 30 zako. Mashabiki tu pia unatakiwa kuwa na motisha na morali. Wewe waende pale. Kwani wao hawajui kama dabi ipo? Kauli ambayo ile katika hapo ya Simba ilitoka ile kauli ya kusema bwana sisi mchezo ukigairishwa tarehe 18 wa 15 ukigairishwa mchezo wa tarehe 15 huo utakaofuata kwetu sisi ni batili hatujui. Kwa hiyo ile hapo ya maandishi wale andika ni bado yanadumu yale na ndio maana mashabiki hata ile morality na motisha wa mechi bado hawana. Labda mimi Saidi hebu ngoja, labda mimi nikwambie, mimi mwenyewe hata kuiongelea dabi staki. Sababu haina mvuto. Ina mvuto gani? Wewe unavyoiona tu dabi na mvuto gani? Mpaka sehemu nyeti zimeingilia dabi mtaribu mpira wa Tanzania, tumepiga kelele we. Sasa unalaa gani? Laha iliyopo ile dabi ingekungutwa mapema tarehe 8. Sasa angalia kigezo chao wanakuja kukwambia kombe uwanjani. Kwani makombe yanakaga wapi? Si analetwaga uwanjani? Finali wapi? Yani wamekuja wameibolonga wameikanyaga. Yani wameisumbua dabi mpaka sasa hivi Wakenya wanaona kama vile sisi hatuelewani
yani unajua kuna vitu vingine vya kitoto yani ukitaka kuviangalia sana yani vya kitoto. Mpira wetu ulishasogea juu sana. Level mzuri. Yani ilishafikia level nzuri kutokana na Mheshimiwa Rais kuweka hamasa kubwa katika mpira. Lakini watu wachache tu wasiojielewa ndio wataka kuuharibu mpira. Na ndio maana nikasema busara itumike, na ndio maana watu wameinuka wametumia busara. Tukaona picha pale ya viongozi. Wameinuka watu wenye akili zao. Wewe huwezi kusema Yanga hawezi kukubali kuambiwa busara. Yeye Yanga nani? Yanga si binadamu. Dio. Ni taasisi ile inakalishwa chini. Taasisi na uongozi wake. Dio. Na uongozi wake lazima uwe na busara. Kuwa hili tumeambiwa na mamlaka zinazotuzidi. Sawa, mpira una mamlaka zake. Mpira hauingiliwi, lakini lazima sehemu husika wewe unayeishi na mamlaka yake. Na mamlaka yake ikisema unatakiwa utihi. Sasa watu wanalopoka tu. Yanga hata akiambiwa dabi inaenda kuchezwa hiyo. Sasa Yanga kakataa kakubali. Yanga alichokuwa anasisitiza watu waondoke. Na wameondoka. Na sasa hivi wanapanga watu wao. Kidogo imeniteleza imetoka Anteleza. Anteleza. Mzee Saidi, tukiangalia jana kambumbu iliyofanyika, pia tukizungumzia mchezo wa jana, pia watani wako wa jadi wa Garatia. Tukiona tena wakiopiga kichapo cha mbwa mwitu kabisa. Kono tena kwa mara nyingine. Dodoma babu na wewe. Dodoma walimfunga lini Yanga? Yani tu Dodoma. Huli pale alikula chuma 4. Huku jana kala chuma 5. Sasa unauliza tena. Ukiangalia pale Chama anazidi kutoka na umeona Chama lakini. Bwana wewe na timu gani? Simemwona sasa na muda wake huu kaka. Dakika ya 4. Kaka muda wake huu wa kutafuta maisha. Chama wewe. Hata kama mimi ningekuwa nafanya kazi kwa mkataba wangu unakaribia kuisha, lazima nitafanya kama anavyofanya Chama. Bwana wewe. Anatafuta yule shekhe. Yule ambaye yale madini alikuwa tumwagia huku Simba. Sasa hivi anagonga zile. Assist yeye. Subiri sasa atoke kule aje huku. Akishachukua mkataba benchi linamuhusu. Jioni. Sio Azizi ndio alikuwa pale anamwekea usiku pamoja na kwa mpira wa Yanga jinsi anavyocheza Chama hauwezi. Kwa mpira wa Yanga anaocheza Yanga amenuna kabisa, anatafutana wewe bwana wewe. Wale nganga tu kule. Weka vitu. Hawataki ile ya kuimba. Wewe wapi bwana wewe? Muulize Nemesi. Nemesi alikuwa akidaka ule mpira anamwangalia nani yuko mbele kule. Tuki limetua kule. Goli. Wale kule pembeni wanashangilia. Unaona njano tu unadunda pembeni. Wale counter attack tu. Mambo ya Yanga sema kuja kubadilika sasa hivi, mnagonga pasi hata 6-7 zinafika. Hao ndio wazee wa kanda mbili. 1-2 pubu. Imefika. Unaona watu wale pembeni. Sio umekuja wazungu ndio wanabadilisha mpira. Wanasema zile ni salamu za mtani. Tumeanza mpira wa Simba na Yanga, usitegemee mtu kashinda 5 akaja akamkurupusha mwenzie. Yanga anashinda 5 alikuwa kamfunga nani 5? Alianza kumpiga mtu chuma 4 nyuma. Chuma 4 nyuma. Baada ya mechi ngapi? Nyingi. Sasa Yanga na Simba 5 chuma 5. Yanga na Simba ndo zilivyo. Wewe usije ukashangaa kwa kwamba ukaja ukaona ukakaliwa mtu kimoja au akaenda patulo basi. Na akienda patulo Yanga bingu. Kweli? Yaani kwa Simba haina faida yoyote. Simba anatakiwa ashinde tu. Na ndio hayo sasa watakubaliana na mimi. Nilikuwa nawaambia msimcheke Yanga. Kwa kufungwa chuma 2 za nyuma. Kafungwa mechi 2. Msimcheke. Sasa hivi tunakuna vichwa. Akitoa draw Yanga bingwa. Akitufunga Yanga bingwa. Tukimfunga mfunga. Chukua neno tuki. Lina maana kubwa hilo. Utajua mwenyewe. Nimesimama mimi na imani mnyama pale uhakika anaweza kufanya kitu. Kitu gani? Anapindua meza. Msitangaze. Ubaya lazima ufanyike mwaka huu. Msitangaze, wafiche hivyo hivyo. Lakini wakitangaza Simba kapotea. Mimi ndo nakwambia. Wakaa hivyo kimya. Kabisa. Wakitangaza tu mdogo wangu. Wamepotea. Kwa hiyo huu walithia. Yaani kuna watu pale hawatakiwi kujua Simba pale kwa Yanga Simba kafanya nini pale Simba. Hawatakiwi kabisa kujua. Watakwambia mzee Saidi pale kuna wale machao wako chini. Mimi nimekwambia hivi. Mimi si wananiona mimi msaliti, lakini wasaliti wanao wenyewe. Wanatembea nao na usifute ipeleke hivyo hivyo. Wapo. Tena wamejazana kibao. Na ndio maana misimu yote inaharibika.
wameenda kuleta wachezaji mabovu, wakaanza kusutana wenyewe kwa wenyewe. Oh, hata Manzese wapo. Hao hawajasema hivyo. So alisema ndio wakambembeleza Mo njoo. Lakini Mo alishachungulia pale akaona kuna utoto hapa. Huyo kasepa. Tuambieni basi wako ngwi, kumbe Mo kakimbia yuko zake Abu Dhabi. Abu Dhabi sijui uko wapi huko? Wapi Abu Dhabi nini? Abu Dhabi kenda kukaa kutulia. Ndio huko. Si unakujua. Wewe umerekebisha. Abu Dhabi sijui. Kenda kula na kula kuku tu kule. Anawachungulia. Dogo leo imemuuma. Ngoja mimi nirudi nikaiokoe timu yangu. Ndio usajili ule pale. Nani kasajili pale? Leta vitu ambavyo sasa hivi katoa hela ndio wachezaji hao hapo. Sasa kuna mtu anaweza akamiliki Simba pale. Simba miaka 4 imestruggle. Wachezaji wa kuokota okota. Unamjua Juma Limonga wewe? Hiyo timu ndio inataka kushuka daraja, beki Juma Limonga. Wewe vipi? Anatokea wapi sasa? Utajua mwenyewe Limonga wewe. Stop engine. Bwana. Alikuwa anaitwa Stop engine. Zamani. Hiyo mechi ya mwisho na Prisoner. Juma Limonga beki, full beki. Na mkashinda. Ilishinda watu walienda kuwaomba watu. Ukatio ndio wamewafukuza kina Jamhuri Kiwelu. Tulieni. Mechi hiyo ya Simba na Yanga hiyo. Sababu wote walionekana ni chao hapa. Wote walionekana Jamhuri Kiwelu kana kaiba kina mwanamtu kina nani sio mwanamtu sio nani. Lakini kumfuata Jamhuri Kiwelu watu wa Simba wanaogopa, wanajua mtoto wake huyu ni mjini huyu. Anaweza katuzingua huyu. Tutulie kwanza. Na Prisoner hiyo. Watu wanaenda wanatambaa kwa miguu. Jamani chonde. Prisoner anamngojea. Simba ndio imechoka beki Juma Limonga. Stop engine. Hataki masiara, yeye ni mchafuzi tu. Sisi tumetoka mbali sana shekhe. Mimi nakubali. Acha bwana. Mimi ndio maana waga na waangalia watu. Kaja na taa moja. Sawa. Lakini mimi naujua. Ndio. Mimi nimeanza kufuatilia mpira bado mdogo wa Tanzania huu. Safi kabisa. Yaani mdogo, alafu baya zaidi. Wazee wangu wameongoza hivi vilabu. Ndio. Na vikao vyao nilikuwa nawaona, watu wananikatalia. Basi kama mtaki, nimeshatoa story. Kwa hiyo mpira wa Simba na Yanga shekhe. Pale wenyewe kwa wenyewe wafichane, wale viongozi wa Simba. Wasiseme tunapita njia hii. Wakiambizana tu tumekwisha. Akawe. Kama leo dawa kusema mbuzi zinakuja walitoa na kuambia zile sasa siri zile. Mbuzi wapi bwana wao watu nao Yanga nao bwana watafuta sababu. Waseme ngoja tuwachafulie hawa jina. Mambo yasiende mbali. Walileta mbuzi na wazee wafupi. Jamani, wazee wafupi ndio wanacheza mpira. Mtu yote asikudanganye uchawi kwenye mpira. Ingawa upo lakini hauna maana kama una timu nzuri. Ni kweli. Hauna maana wewe una timu wapo ubora gani? Wewe unaenda na Pao Marijobe anakusaidia nini? Unakula 5. Mtu mwenzio hebu twende taratibu. Kule mbele ana Aziziki. Ndio. Pakome. Ana Pakome. Ana Mzinze. Ana Maxi. Ukija hapa chini ana Mr. Aucho. Ukija pembeni unakutana hao kwanza 5. Hao 5. Hao wengine unafanya kujazia. Una nini we? Haya twende Simba. Kuna vitu kule. Ile tunakula 5. Ile ya 5. Mwaka nini? Usigune. Twende. Sawa, bado alikuwepo. Nani? Alikuwa pale Mr. Chama. Anapiga mwingi. Alikuwa bwana wewe. Unakumbusha yule mzee Mwamba kupiga mwingi. Makaburi wewe unakumbusha makaburi. Haya hatari. Mzee Saidi alikuwa anahangaika peke yake yule nani? Kibu mbele kule. Mwamba anahangaika tunaona ndo last tu. Nikasema last yule forward wako mwingine yule. Nani? Okla au kwetu. Wewe acha bwana. Mambo pale alikuwa maumivu kabisa. Ndio Mwamba mmoja kakaa kwenye vyombo vya habari anasema wale wachezaji hata Manzese wapo. Hawafai kucheza nao, si wachezaji wa kimataifa. Sijui na walienda kuwaokota wapi. Kuna yule walimleta mkata umeme. Yule Mwamba. Mwamba yupi yule anaenda kuomba sababu kule Dodoma. Dodoma Jiji wanaambiwa wafungeni Simba wamechoka. Walikuwa wanamuita sijui nani. Kwa babu yako pa mzee Onyango. Ile tunakula 5 Onyango hayupo babu. Au yupo? Sijui imesha sawa. Onyango ametoka alikuwa Inonga. Wewe mwenyewe unakubali? Inonga anajigongesha mwenyewe, anacheza na majukwaa. Amekasirika ile. Vibaya mno. Mohamed Hussein aliupigiza mpira chini nikasema Mungu wangu mtoto anaenda kula kadi.
kauchukua ule mpira anaongea Dabi watacheza. Dabi itachezwa. Hakuna kipingamizi. Hakuna mtu atakayeleta. Watu wametulia kwa sababu wana na atakayeacha kupeleka timu anakatwa. Hii haina msamaha. Acheni ujinga. Pelekeni timu. Kama mlishindwa kuandaa timu asubuhi mtajijua wenyewe. Pelekeni tukazabuke. Alafu mjitizame nyinyi viongozi. Kuna nini? Silete utoto hapa. Mkaribu mpira wa Tanzania bila sababu za msingi. Mimi nakikataa kabisa. Tunakaa tunacheka kwa sababu ya amani yetu. Tunakaa tunacheka, tunafurahi, tunatembea kwa sababu tuna mpira wetu mzuri na ndio unaotufanya tunacheka. Huo uadui ni wa kwao wao. Sio Simba na Yanga kubaliana, tatizo limekwisha, kwani msipeleke timu. Sasa nyinyi msitaka kupeleka timu ndio mnataka kuleta matatizo. Lazima tuambizane ukweli. Nataka kuleta shida zisizokuwa na sababu. Pelekeni timu. Mmeiandaa ovyo mfungwe. Ndio mjue mtoke, mnakaa mnafanya nini? Watoke. Sio wameshafungwa. Wachezaji viongozi. Watajijua wenyewe, watajichuja huko. Wote sio hapo klabuni pale. Hapo mimi wewe bahati yako sikusoma mimi. Wewe hujasomaje? Kwanza umepata taarifa huko kati? Taasisi yetu huko. Kuna nini tena? Masuala ya uchaguzi. Bwana wewe. TFF. Kuna jamaa mmoja bwana. Siku bwana nipo kwenye daladala narudi nyumbani bwana. Nimetulia pale. Hasi bwana anaongea na chombo kimoja cha habari. Anasema mgombea gani sijui kachukua fomu. Ndomonisi zote. Ndomonisi nini mzee Saidi? Mbona analeta habari? Yule sasa ndio nini sasa? Ndomonisi sijui ndomonisi zote kachukua. Kwanza hivi mimi sasa ndomonisi ndo nini? Ndomonisi ndo nini sasa? Sasa wewe unaniuliza wewe ngoja kwa sio ndomonisi bwana. Hizo ndomonisi ndo nini sasa? Sasa zinaitwa endorsement. Acha ndomonisi nini sasa? Afu huyu bwana huyu anakuwa kama endorsement ndo nini? Sasa sio ndo nini? Twende taratibu. Mimi kisomo changu darasa la 7 la Mwalimu Nyerere. Wewe unaniambia umesoma Kiingereza. Wewe umesoma kwa Mwinyi hapa. Sasa hilo somo sijalifikia, nikilifikia nitajua. Sasa mimi nimesikia ndomonisi. Hiyo hakuna kabisa. Hiyo haipo. Endorsement. Bana nikasikia bana jamaa kakusanya endorsement zote. Anatarajia kumpeleka kumshtaki. Hii dogo nikasema huyo naye anahangaika. Anajiita nani yeye? Engineer. Wewe engineer nenda kapange barabara kule. Watu hawakutaki. Sasa kama mimi nilijua makalani. Yaani mimi mawazo yangu wale mandomenzimeni nikajua ndo makalani. Ni kanuni ambazo zinatakiwa zitumike katika zile fomu za kugombea. Mimi mawazo yangu nikasema wale maendorsement ndio wamemzuia kumnyima kumpa fomu. Nikajua makalani, nikajua labda kalani anaitwa endorsement kwa nini kwa Kiingereza. Sasa nikaja nikafuatilia wakasema wale sio watu wenye viti wa mikoa wanakuwa wadhamini. Nikasema dogo wamtaki atembee tu. Wewe kumbe tayari nako wazee wanataka mwenyewe tajiri kaenda nao wote. Bwana nataka kugombea tena. Sasa mnasemaje? Kasweka wote endorsement zote kachukua yeye. Bosi mmoja. Wewe mfahamu chezo nini? Kuna nani asiyetaka ulaji? Si ndio maana watu wakiambiwa tokeni wako ngwi wameguna. Wewe unafanya mchezo. Kwa sababu kuna vitu ambavyo vya muhimu pale vinatakiwa waendelee kupiga na mwenye mpira wake anataka utetee, sikautengeneza mwenyewe kachukua. Tupambania mpaka kufikia tu. Hauwezi kumsema vibaya yule. Hayupo. Katika kasabu tasnia sasa hivi. Yule ana busara. Alimkataza Mangungu, anataka kumvaa refari pale. Mbele ya rais wa Zanzibar wa Mapinduzi. Wewe refa akamwambia wewe acha wewe acha. Sio mahali pake, wacha bwana wacha. Rais mpaka anageuka. Mzee watu kavaa suti. Mangungu kakasirika. Mangungu kabadilika. Hapo Azam walipokuwa wambea wanamulika yeye wakati anakatazwa wakapeleka pale kwenye miwani pale. Mzee jiko alikuwa na hasira anatetea kwa nini yeye kakosea mwenyewe. Kakosea nini? Mimi ndo maana na mchana live yeye mwenyewe alikosea. Alipeleka timu ya nini Zanzibar? Alipeleka ya nini? Kweli salia hapo. Sitaki. Kupeleka timu yangu huko. Kadi nyekundu. Mimi mwenyekiti sawa. Mimi utakupitia. Nani unampitia? Nani? Wewe timu. Kwani ukifungiwa ufunguliwi?
Mbona watu wanafungwa jela na wanaachiwa? Uone kama tutakuwa unashushwa katika wataushushwe, lakini wale watajifunza. Kaka, ngoja basi, ngoja twende taratibu. Yanga wamesemaje hapa? Hatuendi tarehe 15. Haya wamefanywa nini? Wewe vipi bwana wewe? Si imepita. Kuna vigezo ambavyo wao waliviongelea kabla. Na wewe vigezo utaviangalia uwanja wangu uko salama. Kaka, huwezi kupewa adhabu. Mpira sio wa kafu, mpira wa FIFA. Ndio maana wameweka mahakama ya kazi kwa ajili ya mpira tu. Ile yenyewe inashughulika na mpira. Sasa Said angegomea hata kama vyombo vipo shehe. Sheria nilikwambia msumeno ukienda unakata, ukirudi unakata. Wale wangetengeneza FIFA wangekuja hapa. Wala ile mechi singechezwa. Hakuna mtu anayepewa ushindi mezani hivi kijinga wewe. Nani anakuambia? Kwa kafu wenyewe walipangilia ile jambo. Na hata kama vipi, mimi na uwanja wangu uko salama ule pale. Unasemaje? Uwanja wangu mimi ule pale. Huko mnakonipeleka? Mimi mnakonipeleka siko kwangu. Lakini Tanzania yako. Niaka yataka sasa anataka kumfamia refari. Haya mwenzie refari yule kapelekwa yuko Ulaya, anachezesha mechi za Ulaya kule. Nimeliona juzi alichukua hata upepo. Mchezaji so kama yake na Ellis alipimi hata upepo wala aligeuki. Sasa shida iko wapi? Wewe acha babu bwana. Mzee Said, tumalizie na ile. Tukiangalia upande wa Simba kabla mechi kumalizika, kuna takwimu ambazo zipo kwa wachezaji wa Simba waliokuwa wamecheza jana mechi yao ya 30, japokuwa semaji wetu alisema hii ni mechi yetu ya mwisho katika uwanja wetu wa KMC. Hii tumekuja hata ya mwisho. Wewe unategemea nini? Si ndio tunaenda huko? Ni ya mwisho katika uwanja wa KMC. Mimi nilikuwa anasema ya mwisho nyumbani, anamaanisha nyumbani si ndio uwanja wa KMC. Uwanja wa KMC. Ule sio uwanja wa nyumbani. Pale ni mgeni. Ule uwanja wa taifa, mgeni pale. Angalieni anavyowachoteni akili. Kabisa. Mechi yao ya mwisho katika uwanja wa nyumbani. Pia alikuwa ametamka, na tukiangalia kweli katika wachezaji kama wawili ambao wa Simba waliokuwa, ukiangalia Pinpin Kamara kapata clean sheet 18 ambao yeye hatofikiwa na golikipa yoyote. Tukianza na huyu, unazungumziaje kuhusiana na spider wako Pinpin Kamara? Ni msimu wake 24-25. Ni msimu wa kwanza na anaibuka kuwa mshindi wa golikipa bora wa msimu. Ndio kawaida. Hata nani alivyokuja silikuwa hivyo. Huyo golikipa wa Yanga nani? Diala hivyo. Alikuwa na ukuta mzuri. Unajua, ngoja nikwambie Chapesa. Matatizo madogo ya hapa na pale huwezi kuyasemea. Maneno yapo ya kibinadamu. Ndio. Kwa mfano atasema labda alifungwa sababu, lakini bado Simba na ukuta mzuri. Mpaka kafu juu. Paka CAF Federation kapelekea. Ukiangalia kaipeleka kimataifa. Na ukija kwa hiyo huwezi kumsemea NBC, huwezi kumkataa. Huwezi kumkataa. Hata wachambuzi, hata wachezaji wa zamani wakiulizwa wanakuambia Pinpin Kamara. Ndio. Musa Kamara. Ndio. Ni goalkeeper bora. Kweli yupo katika ubora wake. Huwezi kumkataa. Umenelewa? Na aliyemfuata mimi nilishamsifia. Nikamwambia kaleta goalkeeper mzuri. Safi kabisa. Kaitendea Simba haki. Na ndio tunawahitaji viongozi hao, sio viongozi wa kuisaliti timu. Umemleta mchezaji anaifanyia kazi Simba, sio unaenda kumleta Pau Marijobe. Wewe hivi Pau Marijobe hata kama unacheza namba tofauti au wewe unaenda kumfananisha na yani wale wachezaji watatu walikuwa wananikera nikiwaona tu wamevaa jezi ya Simba. Natamani hata roho yangu itoke. Kulikuwa kuna Pau Marijobe funga na yule mwenzie yule nani Saido. Haki ya Mungu, nilikuwa natamani hata nipasuke. Ili mnadi nisiwaone wale watu. Lakini alikuwa anakupigia nyingi. Anapiga nyingi wapi bwana wewe? Piga nyingi wapi? Piga nyingi wenzao wanachukua ubingwa. Piga nyingi wenzao wanachukua ubingwa. Hivi unajua ubingwa huu safari ni wa Nkonkota? Yaani safari wa Nkonkota. Nkonkota, yani mtu atakayea uchukua ubingwa. Nkonkota ndo nini sasa? Nkonkota namna gani na wewe bwana, wewe nini bwana? Si Kiswahili hichi cha kawaida tu. Nkonkota yani nganga. Mpaka mwisho. Ngumu Nkonkota mpaka mwisho. Yani Nkonkota mpaka mwisho yani. Kabisa. Yanga si ndio walivyokuwa wanatufanyia miaka yote hii. Unamzidi pointi 2-3. Umezidi sana 4.
misimu yote minne tuliochukua ubingwa. Wewe Ngongote umeiamulia kabisa. Sasa chuma lazima nganga ngungu. Sikubali. Huu msimu lazima. Yaani kila ukienda umegonga mwamba umerudi, ukigonga huku mwamba umerudi. Na sisi tu uzembe wetu wenyewe kwenda kutoa draws sio kwa na sababu. Hii safari Nkongota mpaka mwisho mnagongana pale. Wewe umeona sasa. Kila mmoja, yani unajua wewe usione Simba peke yao wanakuna vichwa, hata Yanga wanakuna vichwa. Kwa ile. Kwani wanaosema kwa kwamba unawapumulia hapa. Simba waongei kabisa kwenye hii mechi ni kina nani? Yanga wenyewe wanasema. Bwana majamaa safari mbona imekaa kimya? Ila wanasema bwana wako kimya lakini wana. Sasa nikipita barabarani, mzee Saidi unacheza? Mzee Saidi unaleta timu uleti. Hata mimi Mangungu. Wanakuuliza unacheza ucheze? Unaleta wao wanasema unaleta timu uleti. Na mimi nawajibu mimi sio Mangungu, mwenye timu Mangungu. Ndio kapewa dhamana na wanachama. Sasa mimi nani? Mimi sitakataka tu. Ananijua nani? Inawezekana pengine kuna kodi unatujua kupitia na mwenyekiti wetu. Sina anakudokezea. Kwanza hata salamu na yeye mimi sina. Hanitaki kwa hata kuniona. Kwa sababu ya kumwambia ukweli. Hataki hata kuniona na usifute iende hivyo kama. Jana kuna kauli aliongea pia mwenyekiti. Sikasema. Alisema kuhusiana na kutocheza au hatucheze, hilo jambo sisi lipo nje ya maamuzi yetu. Waliopanga ni bodi, na kama bodi walishapanga natakiwa tufate kanuni na sheria. Kwa hiyo msihitaji kuleta chokochoko kwa mashabiki si nini, hilo jambo mliache takapofika ndipo siku. Kasema yeye. Basi mpira upo. Yule ndio mwenye timu. Wengine wote shekhe wa babaishaji, mwenye timu ni yule Mangungu. Na ndio maana mimi napeleka maneno kwa Mangungu. Ndio mwenye haki yake. Safi kabisa. Yule kachaguliwa na wanachama. Na ile timu ni ya wanachama. Serikali imehozi kwa sababu ya wanachama. Ndio. Wanachama wale ni mali ya serikali. Sasa unasemaje hapo ukatae? Huwezi kumkataa Mangungu. Na anayemkataa Mangungu mjinga. Lakini mimi akikosea napeleka pale pale. Sipepesi. Mangungu hapa Na hii kufungwa kote ni uzembe wa Mangungu na Yanga. Hata tukilikosa kombe hili ni uzembe wa Mangungu. Not mtu mwingine. Not fair, sijui mnasema wenyewe. Not fair ni Mangungu. Not fair Mangungu. Pass. Tumekosa ubingwa wa Mangungu. Mimi nalia na Mangungu. Tata unafikiri sijui. Kama naweza kutaja endorsement hiyo itanishinda. Si umeona? Nilikosea kwanza tu sasa hivi napeleka vizuri. Inanyoka endorsement. Inapita. Imetoka hiyo. Endorsement. Wewe mchezo nini? Mimi nilijua makalani. Huyo ndo mzee Saidi wale wanaosaidia mtu apate wewe. Dogo hela imeliwa hiyo. Wewe kitana watu Aisha udogo. Wanasema mimi langu sio sadaka. Wewe achagua mwenyewe. Unairudisha vipi sasa? Anamshtaki nani? Vigezo na masharti unatakiwa vizingatie. Kanuni inasemaje? Msilete vurugu. Hawa ndio tunaowakataa kwenye mipira yetu. Umepeleka sadaka basi. Meisha. Imetoka hiyo. Mwache kakati. Si bora hata angenipa mimi. Mwache baba yetu endelee kuendeleza hiki kilichofikia akipeleke mbele zaidi. Wewe umeshaona endorsement hamna bado unapeleka hela ya nini? Kana mwenyewe. Kwenye fomu unapewa na zile. Unapewa na zile nini? Unapewa fomu kabla hizo endorsement kupewa. Zimeisha. Sasa fomu zinabaki. Kwani hebu ngoja nikuulize. Hebu naomba unisaidie. Fomu hizi zinatolewa na nani? Sasa TFF wenyewe ndio. Bwana. Alisema hakusema TFF. Alisema kuna nani? Sijui nani anatoa fomu kama vile za kwake. Sasa hapo atakuwa na mhukumu. Mjomba alilalamika yule nikasema mjomba hakutaki. Tano nyingi. Sasa angeleta hata msikitini. Angeleta mtu msikitini kanisani. Ila mbona kwa Almayai huko sijasikia? Sasa ndio watu wanaota. Almayai naona kumetulia tu. Kuna nini? Na ndozi tena kafuatiwa pana ndugu yake, rafiki yake. Na ndozi zimepatikana. Tulia kwa sababu yeye inakuaje alikosa. Shida nini? Hawamtaki. Hawamtaki. Nani hawamtaki? Kamati yenyewe. Huyo aliyeenda kutafuta endorsement. Hawatakiwi. Hataki. Wewe bora abake. Nini unahangaika tena hata hiyo hela angewaachia hata siende kudai. Basi aache. Yeye imekuwa sadaka kidogo. Baba kusaidia mambo mengine. Baba alilalamika yule. 500 nyingi sasa. Nampeleka sijui kwenye mahakama ya nini? Ya mahakama sijui. Alisemaje? Nampeleka kwenye
kamati ya maadili. Kuna kamati pale zinatakiwa ziweze kusimama ambazo ndio zinahusika. Sasa subiri, anasema matumizi mabovu ya mamlaka. Huyo jamaa huyo engineer anasema mamlaka mabovu ya matumizi ya mamlaka. Kwa hiyo wanachohitaji nikasema au hapo endorsement. Sasa anagusa, ngoja uaguse ndio upate hata hiyo hela. Unajua kuna sehemu wanakutungia sheria faster pale pale babu. Na imeisha. Kanuni sinatungwa tu pale pale. Safi kabisa. Afu pale pale pengine kwenye zile fomu ukileta hamna malipo. Ndio sawa sawa na kazi, ukikubaliana kwenye kazi hizi za kubeba vitu, usipomaliza mzigo upewi hela. Kwa hiyo ukibakiza hata ukibakiza hata vitu mawili matatu hela